Hujafa hujaumbika, msemo ambao umedhihirika kwa Bwana Obedi Ambonisia Mwalupale mwenye umri wa miaka 61, mkazi wa kijiji cha Matema, kata ya Matema, wilayani Kyela, mkoani Mbeya, ambaye anakabiliwa na changamoto ya ulemavu wa miguu yote miwili, huku akitegemewa na familia yake ya watoto 4. Kutokana na changamoto hiyo, Ipinda Online TV ikafunga safari ya moja kwa moja mpaka katika kitongoji cha Ibungu, kijiji cha Matema, kata ya Matema, wilayani Kyela, mkoani Mbeya, kwa takribani kilomita 27 kufika hapo ambapo anaishi mzee Obedi Ambonisia Mwalupale. Ingawa mzee huyo amekuwa akijitahidi kwa hali na mali kutimiza mahitaji ya familia yake kupitia kazi anayoifanya ya kuchonga kasia za kuvulia samaki, lakini bado changamoto za kimaisha zinamkabili kila kukicha. Kwa miaka mingi Bwana Obedi amekuwa akilea watoto wake akiwa na hali ngumu ya kimaisha, kwani anaishi katika nyumba ambayo inahitaji ukarabati mkubwa. Hali hii inafanya kuwa vigumu kwake kutoa mahitaji ya msingi kama chakula na mavazi, na zaidi ya yote kiasi cha shilingi 700,000 inahitajika kwa ajili ya mchango wa shule kwa mtoto wake ambaye anasoma shule ya sekondari Lupata. Watoto wake wakiwa na umri tofauti wanahitaji msaada wa kifedha ili kuendelea na masomo. Mzee Obedi anasema anajiuliza kama ataweza kuwapa watoto wake elimu iliyo bora wanayohitaji ili waweze kufikia ndoto zao, lakini bila msaada anaona kama hana uwezo wa kuwawezesha. Nyumba ambayo anayoishi mzee Obedi na familia yake haimtoshelezi na inahitaji ukarabati. Hii ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazomkabili mzee huyu na familia yake. Mzee Obedi pia anaishi na mke wake aitwaye Veronica Benedicto Mkinga, ambaye anajishughulisha na utengenezaji wa vyungu, kazi ambayo bado haikidhi mahitaji ya familia hiyo. Kutokana na changamoto alionayo, mzee huyo ameomba msaada kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na watu wenye mapenzi mema ili kumaliza shida hizo. Ipinda Online TV imeona kutoa ni moyo na si utajiri, basi tunaweza kuisaidia familia hii kwa kutoa chochote tulicho nacho au mchango kupitia namba Airtel Money 0785 116 270, M-Pesa 0763 751 226, kwa jina la Obedi Ambonisia Mwalupale. Ambonisia Mwalupale natokea kijiji hiki cha Matema. Fanya mpaka niwaite wanahabari ili waniunganishe na Watanzania wenzangu wanisaidie kutokana na shida nilizo nazo. Asante. Shida ambazo ndugu mtangazaji ambazo zinafanya ni kwame. Ujuavyo hali yangu mimi ni ya ulemavu, kwa hiyo kukabili mambo mbalimbali ya kimsingi kwangu naona shida. Kwa mfano kwa sasa shida ambayo imenifanya hasa nionane na nyie waandishi wa habari, nina mtoto anasoma sekondari Lupata kule. Sasa inanipa shida sana kukabiliana na kulipa ada. Ndio maana nimeona nionane na nyie wanahabari ili waniunganisha na Watanzania wenzangu wanisaidie ili niweze kukabili kulipia ada ya mtoto ambayo kwa mwaka mmoja inakuwa 700,000. Sasa hela hiyo inanipa shida. Wakati huo nyumbani kwangu hapa pia kuna namna ya kukabili maisha ni shida. Kwa mfano nina nyumba ninashindwa kuimalizia kutokana na hali ilivyo. Asante sana. Unashughulika na nini? Mimi najishughulisha na uchongaji kasia. Kasia za kuvulia. Ndio ni. Serikali kuu, Mheshimiwa Rais namshukuru sana kwa kuendeleza swala hili. Pia
wasaidizi wake. Kwa mfano namshukuru pia mkuu wa wilaya alisimamia masuala haya ya mikopo. Kwa jumla tulipata, mimi tena kipindi hicho nilikuwa kiongozi wa kikundi hicho. Tulipata wa mkopo, tulikuwa watu 10, tulipata shilingi milioni 5. Sasa kwa kweli kutokana na hali jinsi ilivyokuwa masharti ya mikopo, kuna baadhi walitiwa hofu na kuto kuziendeleza zile fedha, wakaogopa kwamba pengine tunaweza tukashindwa, afadhali fedha tuzirudishe zilivyo. Lakini walau Mungu alijitusaidia, tulifanya biashara ile. Lakini unajua ndugu mwanahabari, biashara ya pamoja ya kikundi haiwezi kumsaidia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ni kama ilikuwa sasa biashara ile kwa namna moja ilitusaidia, kwa namna nyingine ilikuwa haijatusaidia, kutokana na hofu kwamba tuirudishe fedha ilivyo isije ikatukata. Asante. Waambie sasa Watanzania na wadau mbalimbali, kuna mbunge, kuna mheshimiwa rais, lakini kuna wadau mbalimbali. Ndugu mtangazaji, mimi napenda kuwaomba hawa watu wanisaidie mwenzao. Mimi na shida, nasomesha mtoto huyu hasa aliyekupata, na pia nyumba yangu nimeshindwa kuimalizia. Nimeshindwa kutokana na hali jinsi ilivyo. Wanisaidie. Na ikiwezekana, unajua ndugu mtangazaji, shida haziishi. Mimi nilipenda sana fedha hizi nianzishe mradi wa kwanza, nianzishe labda kibanda ili nifanye shughuli zangu. Yaani uanzishe kibanda manake cha kuuza. Ili kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazohitaji fedha. Una uwezo wa kuuza? Naweza nikauza. Asante. Lakini Watanzania pia wanataka kukujua zaidi, kwamba labda ulizaliwa wapi, usoma wapi, elimu yako. Asante. Mimi nilizaliwa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1964. Na kwa bahati mbaya kipindi kile shule zilikuwa zina usumbufu kidogo, nilisoma kwa tabu kidogo. Nilishia form 4. Masomo haya niliyapata kwa njia ya posta. Sasa kipindi kile, wakati wa utawala wa Mwalimu Nyerere, kulikuwa na vyuo vya elimu kwa njia ya posta Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya kujiunga na masomo yale, nilimaliza ile level ya standard 7. Baada ya hapo nikaingia form 4. Kwa hiyo nikaishia pale, sikupata kuendelea zaidi. Ndio. Namshukuru mke wangu Mama Veronica Mkinga kwa jitihada zake anazozifanya kunisaidia. Anatutunza mimi na mkeo na watoto. Ni mwanamke mwenye uvumilivu, kwa sababu tumeona wanawake wengi wanapokutana na changamoto sana namna hii huwa wanakimbia, lakini yeye amevumilia. Tuko wote, tunalea familia zetu vizuri kabisa. Namshukuru sana. Namba zangu za simu ni 07 85 116 270. Namba nyingine ni 07 63 75 12 26. Changamoto ni ngumu. Sawa. Changamoto ya kwanza kwa inapitia kuhusu kusomesha watoto. Changamoto ya pili ni nyumba yangu.
lakini nimeshindwa kuimaliza. Hata ukija upepo nategemea majirani mpaka waje wanisaidie, nafumua nyumba mara waje wanisaidie tena. Kwa kweli changamoto ninazopitia ni nyingi. Tuelezea hata kama 3-2 hivi. Kuna changamoto nyingine pia, naweza kuchimba vyoo hivi, nachimba mwenyewe kwa mkono wangu. Mabanzi, kumtafutia mabanzi, yani wanaochania mbao kwa ajili ya kumsogezea mwenzangu hapa ili afanye nini, achongee. Na changamoto ya 3 ni kilimo. Nashindwa, shamba sina, napata kuomba tu kwa watu. Unapenda sana kulima? Napenda sana kulima. Lakini unashindwa? Nashindwa maeneo ya kulima. Okay. Una watoto wangapi? Mimi na watoto 4. Wa kwanza yuko kwa babu yake. Aliishia form 2 kwa sababu nilishindwa kumlipia ada. Mtoto wa pili yupo kwa mdogo wangu ambaye akisaidiana na mzazi wangu kumlipia ada. Huyu wa 3 yupo Rupata sekondari. Naye tunapambana naye kishida sana. Kwa kweli uwezekano kwamba nitafanikiwa ni mgumu. Ni mgumu sana. Ni ngumu. Kwa nini ni ngumu? Ni ngumu kulingana na kipato. Kipato ninachopata ni kidogo. Sasa hivi mmelipia lakini? Nilipia kiasi cha shilingi 100,000. Ambaye natakiwa mlipe kiasi gani? 700,000. 700,000. Ndio. Mmelipa 100,000 kwa 700,000. Ndio. Nibaki 600,000. Walipokea lakini walimu? Ndio, kupokea walipokea, ingawa wakasema kiwanzio umeleta kidogo. Ilibidi utoe kiasi cha shilingi 240,000 cha mwanzo. Nasema samani walimu, kulingana na changamoto nazopitia ni ngumu. Naomba tu muwe wavumilivu. Nipokelee tu mtoto. Pale itakapofikia nitakuwa natoa kidogo kidogo kadri nitakapoweza. Lakini nikawa nasema sitaweza, ndipo nikamshirikisha hata diwani pia. Naomba nisaidie, akasema ndio hivyo hali yangu na mimi. Nani diwani? Akasema? Hali yangu ndio na mimi ndio kama hii, sina. Ngumu. Basi. Ndio akasema basi nakuitia waandishi wa habari labda. Nakusaidie. Sasa hivi Mheshimiwa Rais anakusikia, lakini viongozi mbalimbali wanakusikia na Watanzania kwa ujumla wanakusikia. Unapenda waambie nini? Na mimi nilipenda kwamba wanisaidie kwa kusomesha mtoto. Pili, na wanisaidie kuchanganua kwa kumalizia nyumba yangu hii hapa. Maana naona napata shida sana juu ya watoto. Ambapo ni hatari hata pepo kianza mabati ya. Ni hatari kwa sababu hata hivyo kwa ndani imekileki, kwa sababu hata bimu sijaweka. Ndio kuzunguka ile. Nimeshindwa. Maana kazi kangu kenyewe ni kufinyanga tu viungo. Nikifinyanga uto nipate 200, nipate ili nipate sabuni ya watoto. Wewe unatengeneza viungo? Natengeneza viungo. Hata sasa hivi kusema nikachukue ninavyo ndani. Kweli? Ndio. Kabisa vibichi kabisa. Vibichi kabisa. Chungu kimoja unauza shilingi ngapi? 500. Chungu kimoja 500. Kwa siku unauza ngapi? Kwa siku kuna changamoto kubwa, utengenezaji una stage kubwa, maana yake inabidi nikusanye. Labda nikifinyanga mpaka vifike 50, nikauze, nipate 25 ili nikizi kwa ajili ya watoto. Hapa nyumbani nilete chakula, gari, nipate mboga hapo sabuni. Kwa hiyo utakuta hiyo 25 ni ndogo. Inaishia hewani. Kwa zaidi ya hapo, wananchi wanataka tu kusaidia kujenzi wa nyumba, lakini pia na kusomesha mtoto. Ndio.